Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 5 Machi tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Yohane Yosefu wa Msalaba, padre na mtawa. Yohane Yosefu wa Msalaba alizaliwa mnamo tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 1654 katika kisiwa cha Ischia karibu na mji wa Napoli nchini Italia. Tangu akiwa mtoto mdogo alipenda mambo ya imani na alitamani siku moja awe mtawa Mfransiskani. Yohane alikuwa na mapendo ya pekee kwa maskini. Akiwa na umri wa miaka 16 akajiunga na utawa wa Waalkantarini wa Francisco walioanzishwa nchini Hispania mwaka 1524 na Mtakatifu Petro wa Alcantara. Alipojiunga na utawa huu akachukua jina Yohane Yosefu. Kabla ya hapo jina lake lilikuwa Carlo Gaetano. Kwa asili Yohane Yosefu alipenda maisha ya kujinyima na kujitesa. Alifunga kwa muda mrefu sana bila kula chochote isipokuwa mkate na matunda tu. Alikuwa analala masaa 3 tu usiku. Alipewa daraja la upadre mnamo mwaka 1677. Kisha aliteuliwa kuwa mlezi wa wanovisi akiwa na umri wa miaka 24 na baadaye mkuu wa nyumba ya kitawa. Mnamo mwaka 1702 akawa mkuu wa shirika la Waalkantarini huko Italia. Akiwa mkuu wa shirika hilo, alifanya kazi kubwa sana kulieneza nchini Italia. Lakini miaka michache kabla ya kifo chake, aliomba kuachilia ofisi zote ili aweze kupata muda mzuri wa kufanya kazi ya kuokoa roho za watu. Mtakatifu Yohane Yosefu alitambuliwa kwa uwezo wake wa kuponya kwa kugusa, uwezo wa kusoma mioyo ya watu, uwezo wa kuzama kabisa katika sala, uwezo wa kuonekana sehemu mbili kwa wakati mmoja, na zaidi ya hayo, uwezo wa kuongeza chakula wakati akilisha maskini. Alifariki dunia mnamo tarehe 5 mwezi Machi mwaka 1734 katika nyumba ya kitawa ya Mtakatifu Lucia wa Monte. Alitangazwa mwenye heri na Papa Pio wa 6 mnamo mwaka 1789 na kutajwa mtakatifu na Papa Gregori wa 16 mnamo mwaka 1839. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Denis anatupatia tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Yohane Yosefu wa Msalaba, padre na mtawa. Tendo takatifu kupita matendo yote ni kushirikiana na Mungu katika kuokoa roho za watu. Watakatifu wengine tarehe 5 Machi: Mtakatifu Fidelis na Mtakatifu Marko Mkaapweke wa Misri. Mtakatifu Yohane Yosefu wa Msalaba, padre na mtawa, utuombee.